mwenyekiti wa kamati ya ilani Profesa Kitila Mkumbo. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na makamu mwenyekiti Zanzibar, ndugu Stephen Masatu Wasira, makamu mwenyekiti Tanzania Bara, ndugu Dr. Balozi Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu, Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Mohamed Ali Shein, rais mstaafu Zanzibar, wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, wajumbe wenzangu wa mkutano mkuu, CCM oye! Ndugu mwenyekiti, kwanza namshukuru Mungu kwa nafasi hii, lakini napoanza ni kushukuru sana wewe mwenyewe pamoja na halmashauri kuu ya taifa kwa kunipa nafasi hii ya kuzungumza katika mkutano mkuu maalum wa CCM. Ndugu mwenyekiti, hii ni ilani ya 7 ya uchaguzi mkuu tangu nchi yetu iliporejea katika mfumo wa vyama vingi vya siasa na kufanya uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1995. Katika ilani zote hizi CCM imeongozwa na dira ya kuiona Tanzania yenye ustawi kwa wote, nchi inayozingatia na kuheshimu utu, haki na usawa, na taifa imara linalotegemea na kuheshimika kimataifa. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wenzangu wa mkutano mkuu, kama ilivyo kwa vyama vingine vya siasa nchini, CCM ilishiriki na kushirikishwa kikamilifu katika mchakato wa maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Hivyo basi ilani hii ni nyenzo ya CCM ya kuanza kutekeleza dira hiyo. Ndugu mwenyekiti, kabla sijawasilisha maudhui ya msingi ya ilani, naomba nieleze kidogo kuhusu mchakato wa kuandaa ilani hii. Sehemu kubwa ya ilani, maudhui ya ilani hii yametokana na maoni ya wanachama wa CCM, wananchi na wadau mbalimbali. Kwa mfano, vijana wetu wa UVCCM waliandaa makongamano mbalimbali kutoka pande zote za Tanzania na kutoa maoni yao. Msisitizo wa vijana mkubwa ulikuwa katika kupata suluhu ya kudumu ya ajira kwa vijana. Tulikutana na mabaraza ya wazee, wanawake na makundi mbalimbali maalum. Kwa muhimu wa kipekee nitambue mchango uliotolewa na asasi za kiraia, yani Hazaki. Tumekutana nao mara 3, tukawasikiliza kwa umakini mkubwa, tukahojiana nao na walitupatia nakala ya ilani yao. Tumepata maoni kutoka BASATA, baraza la wafugaji, wasanii, wakulima kupatia vyama vya washirika na makundi mbalimbali. Ndugu mwenyekiti, mbali na kukutana na makundi mbalimbali katika kupata maoni, maudhui ya ilani hii ni matokeo ya utafiti. Kabla ya kuanza zoezi la kuandika ilani, utafiti mpana ulifanyika uliolenga kukusanya maoni ya wananchi kisayansi kuhusu masuala na maeneo ambayo wangetaka yazingatiwe katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka huu. Kwa kifupi niseme, ndugu mwenyekiti, pamoja na kwamba imeandaliwa na CCM, ilani hii imeaksi matamanio na matarajio ya wananchi. Ni ilani ya Watanzania. Ndugu mwenyekiti, mwisho kabisa kuhusu mchakato. Kama unavyofahamu, mara zote tuliwasiliana na viongozi wa chama pamoja na nyinyi wagombea wetu. Tunawashukuru sana kwa miongozo na maelekezo katika kipindi chote cha mchakato huu. Kwa kipekee kabisa tunamshukuru sana katibu mkuu ndugu yetu Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuwa karibu na timu na kutupa mwongozo kila tulipohitaji katika kipindi chote cha kuandika ilani hii. Ndugu mwenyekiti, ieleweke pia kuwa maudhui ya ilani hii yamezingatia kikamilifu mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030. Mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi hicho
ni kujenga uchumi wa kitaifa ambao ni fungamanishi, jumuishi, wenye kuleta mapinduzi katika viwanda na huduma. Ndugu mwenyekiti, ilani ya CCM uchaguzi wa mwaka 2025 ipo katika sura 5 na wajumbe wanavyo vitabu. Mbali na sura hizi kuna mambo mawili mapya. Kwanza, tuna ujumbe wa wagombea wetu, mgombea wa urais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea urais wa Zanzibar. Lakini pili, tunayo sura maalum inayohusu ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa ilani. Tumeweka maeneo namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kitafuatilia na kusimamia utekelezaji wa ilani na namna ya kufanya tathmini yake. Sura ya 5 inaeleza ubora, uwezo na uzoefu wa CCM katika kutoa uongozi wa nchi. Ndugu mwenyekiti, sura ya kwanza inabeba mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya CCM, na hii kwa kweli iliwasilishwa vizuri sana jana na makamu wa pili wa rais pamoja na Mheshimiwa naibu waziri mkuu. Kwa hilo nitaliruka. Ndugu mwenyekiti, katika kulinda na kuendeleza mafanikio ambayo jana yameelezwa kwa ustadi mkubwa, lengo kuu la ilani hii ya uchaguzi wa mwaka 2025 ya CCM ni kukuza uchumi jumuishi na kuimarisha ustawi wa wananchi wote. Katika kufikia lengo hili, ilani ya CCM ya mwaka huu 2025 ina vipaumbele 9. Moja ni kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani uliojengwa katika msingi wa kuongeza thamani rasilimali zinazozalishwa nchini. Pili, kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato kwa wananchi na kupunguza umaskini. Tatu, kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. 4, kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji. 5, kukuza na kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za kiuchumi na kijamii. 6, kudumisha demokrasia na utawala bora. 7, kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama. 8, kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Na 9, kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili pia ni eneo jipya. Tumeweka eneo maalum. Ni CCM katika miaka 5 ijayo ina nia ya dhati ya kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Ndugu Mwenyekiti, ilani ya uchaguzi ya mwaka huu, kwa wale ambao wanapenda namba, ipo katika vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza ni ilani yenyewe ambayo ina kurasa 78, aya 117 na maneno 29,520. Kitabu cha pili ni orodha ya miradi itakayotekelezwa katika ngazi ya mikoa na wilaya. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba kitabu cha miradi bado kinaendelea kuboreshwa na tunayo nafasi mpaka tutakapoenda kuzindua rasmi kampeni zetu. Kwa hivyo wametufuata Mheshimiwa Mwenyekiti, baadhi ya viongozi wa mikoa na wabunge wakisema baadhi ya miradi hiyo haionekani ambayo inatekelezwa. Ni waahidi kwamba miradi hiyo itaingizwa. Wapo mbunge wa Rombo, mbunge wa Kileo na wabunge wengine wengi ambao wametupa. Kwa hiyo tunayo nafasi hiyo. Kitabu cha tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni nakala rahisi ambayo inapatikana kwa njia ya picha. Baada ya maelezo hayo, naomba sasa nipitie kwa ufupi ahadi na maelekezo ya CCM katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kwa wale ambao wanapenda mahesabu, katika vipaumbele 9 tunazo ahadi na maelekezo 689, lakini kwa hapa nitapitia machache. Kwanza ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani. Ndugu Mwenyekiti, katika kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani, ili kuhakikisha pato la taifa linakuwa na pato la mtu mmoja mmoja linaongezeka, CCM ikishinda uchaguzi itatekeleza hatua 12
Kwa sasa nizitaje tatu tu. Kwanza ni kuhakikisha kwamba deni la taifa linaendelea kuwa himilivu na mikopo inatumika kutekeleza miradi ya maendeleo yenye tija na inayochochea maendeleo ya uchumi. Pili, kuimarisha ukusanyaji wa mapato kufikia 15.6 ya pato la taifa ili kuongeza uwezo wa serikali wa kuhudumia wananchi. Na tatu, kusimamia matumizi ya fedha za serikali ili kuhakikisha zinatumika katika vipaumbele vya maendeleo na ustawi wa wananchi. Ndugu mwenyekiti, kwa kutambua nafasi ya kilimo katika usalama wa nchi, ujenzi wa uchumi na kukuza kipato cha wananchi, CCM itaendelea kusimamia mapinduzi katika sekta ya kilimo ili kukifanya kilimo kuwa cha kisasa na chenye tija. Lengo ni kuhakikisha kuwa nchi inajitosheleza kwa chakula, kuongeza kipato cha wakulima na kukuza pato la taifa. Lengo la CCM katika miaka 5 ijayo ni kukuza sekta ya kilimo kutoka 4.6 hadi ifikie 10% ifikapo mwaka 2030, na tumeainisha hatua 19 katika kutekeleza lengo hilo, na kwa sasa nizitaje 5 tu. Kwanza ni kuendelea kuimarisha upatikanaji wa mbegu bora na kwa bei nafuu. Pili, kuendelea kutoa ruzuku ya pembejeo mbalimbali kwa wakulima ili kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza tija. Tatu, kuboresha na kuongeza miundombinu ya umwagiliaji itakayoongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji kutoka hekta za sasa 983.5 hadi kufikia hekta 1,000,000 ifikapo mwaka 2030 ili kupunguza utegemezi wa kilimo cha mvua. 4, kuimarisha upatikanaji wa zana za kilimo za kisasa za kilimo kwa wakulima ikiwemo kununua na kusambaza matrekta 10,000 kwa wakulima. Na 5, kuanzisha mfuko wa dhamana kupitia mfuko wa pembejeo za kilimo, benki ya maendeleo ya kilimo na benki ya ushirika ili kuwawezesha wakulima na wananchi wengine wanaojishughulisha na uongezaji wa thamani ya mazao, mifugo na samaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unafahamu, tuna changamoto ya kupata vyanzo vya uhakika vya kukopesha wakulima. Kwa lengo hili linalenga kwenda kutatua changamoto hiyo ili wakulima wetu wapate mikopo kwa riba iliyo nafuu na kutoka taasisi za fedha ambazo nimezitaja. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua sekta ya viwanda kwamba ni muhimu katika kukuza uchumi na kuchochea upatikanaji wa ajira. Katika kuimarisha sekta hii, CCM itahakikisha kwamba serikali inatunga na kutekeleza mikakati ya kuhakikisha kwa sekta inakuwa kwa 9% kwa mwaka kutoka ya sasa. Na tumeainisha mikakati 6 ya kukuza sekta ya viwanda, na kwa sasa nitaje mikakati 3. Mosi, CCM itaelekeza serikali kutunga na kutekeleza sera na sheria itakayozuia kusafirisha nje ya nchi bidhaa zitokanazo na rasilimali za asili na mazao makuu kama vile kahawa, korosho, chai, tumbaku, pamba na katani bila kuongezewa thamani. Pili, kubuni na kutekeleza mkakati wa kuanzisha viwanda vya kimkakati ikiwemo viwanda vya kuzalisha madawa, chuma, mbolea, ngano, sukari, mafuta ya kula, bidhaa za ngozi na mavazi kwa lengo la kujitosheleza kimahitaji katika bidhaa hizi. Na tatu, kuweka mazingira maalum ya kuvutia ujenzi wa viwanda vidogo vijijini kwa lengo la kufanya ongezeko la awali la thamani, yani primary processing, katika sekta za kimkakati zikiwemo kilimo, mifugo, uvuvi na misitu ili kuongeza fursa za ajira na kupunguza upotevu wa mazao. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua sekta ya madini ina nafasi muhimu ya kuchangia ukuaji wa pato la taifa na ni hazina ya taifa. Ili kuendelea kuimarisha sekta hii, tumeainisha mikakati 7 na kwa sasa niitaje miwili. Mosi, kufanya utafiti zaidi wa maeneo yenye madini na kuongeza eneo lililopimwa na kufanyia utafiti kutoka 16% ya sasa hadi kufikia angalau 50% ifikapo mwaka 2030 ili kuhamasisha uwekezaji katika sekta hii. Pili, kutokana na umuhimu wa nafasi yake katika kukuza uchumi wa nchi na wananchi kwa ujumla, serikali yetu imejaliwa kuwepo kwa madini adimu na madini ya kimkakati, yani strategic mineral resources and rare earth elements.
Ili kuendeleza madini haya na kuhakikisha kwamba Watanzania wanafaidika, serikali itaelekeza serikali kutunga sheria na kanuni zitakazohakikisha kwamba wanaochimba madini haya ama ni Watanzania wenyewe ama Watanzania kwa kushirikiana na wabia kutoka nje. Serikali itaweka sera, sheria na kanuni zitakazohakikisha kuwa madini haya hayasafirishwi nje bila kuongezewa thamani ndani ya nchi ili kuzalisha ajira. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa umeme ni kichocheo muhimu cha ukuaji wa shughuli ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Aidha, upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wananchi una mchango na nafasi ya pekee ya kupunguza umaskini. Kwa kuzingatia hali hii, katika miaka 5 ijayo, CCM itaenda kuisimamia serikali kuongeza kasi ya uzalishaji umeme na kuimarisha usambazaji wake, hususan katika maeneo ya vijijini, na kuhakikisha kuwa vitongoji vyote vinapata umeme ifikapo au kabla ya mwaka 2030. Lengo ni kuona kuwa kila kaya inakuwa na huduma ya umeme na kwamba panakuwa na umeme wa kutosha kwa ajili ya shughuli za uzalishaji. Ndugu mwenyekiti, CCM itaweka msukumo wa kipekee katika kutekeleza mkakati wa upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa kuhakikisha kuwa asilimia isiyopungua 50 ya Watanzania wanatumia nishati hii ifikapo mwaka 2030 kwa kuchukua hatua zifuatazo. Mosi, kuhamasisha matumizi na uwekezaji wa nishati safi ya kupikia kwa kuweka vivutio ili kuimarisha matumizi ya nishati hiyo. Pili, kupunguza gharama za nishati, vifaa na majiko sanifu ya kupikia pamoja na kutoa elimu ili kuwezesha wananchi hususan wa kipato cha chini kutumia nishati safi. Na tatu, kuongeza wigo wa tafiti na ubunifu wa teknolojia zinazohusu nishati safi ya kupikia ili kusaidia upatikanaji wa vifaa na malighafi kwa gharama nafuu kwa wananchi. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa ardhi ni rasilimali muhimu inayotumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, viwanda, uchimbaji wa madini na utunzaji wa mazingira kwa maendeleo. Aidha, CCM inatambua kuwa ardhi ni rasilimali ya kwanza ambayo kila raia anaweza kumiliki. Hivyo CCM itaendelea kuisimamia serikali kutunga na kutekeleza sera na sheria zitakazohakikisha umiliki sawa na matumizi endelevu ya ardhi, na tumeainisha hatua 5 katika kufikia lengo hilo. Ndugu mwenyekiti, sekta ya utalii ni muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii, Chama cha Mapinduzi kitaelekeza serikali kuongeza wigo na mazao ya utalii na kuendelea kuitangaza hazina ya utalii tulionayo kwa mbinu za kisasa ili kuongeza idadi ya watalii. Lengo ni kuongeza mchango wa sekta ya utalii katika pato la taifa hadi kufikia 20% ifikapo mwaka 2030, na tumeainisha hatua 6 ambazo serikali itatekeleza kufikia lengo hilo. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua fursa za kiuchumi zilizopo katika rasilimali maji zikiwemo bahari, mito, mabwawa na maziwa. Hata hivyo, fursa za uchumi wa buluu haijatumika kikamilifu katika kuchangia maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Katika kukuza sekta ya uchumi wa buluu, CCM itaelekeza serikali kutekeleza hatua 11 na nitazitaja 4 zifuatazo. Kwanza, kuwezesha upatikanaji wa mitaji na mikopo na vifaa kwa wavuvi na wakuzaji viumbe maji, vyama vya ushirika na wawekezaji kwa kushirikisha taasisi za kifedha ili kuwezesha kushiriki kamilifu katika uvuvi na ukuzaji viumbe maji. Pili, kujenga bandari ya uvuvi Bagamoyo na kukamilisha ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa. Tatu, kujenga mabwawa ya ufugaji wa samaki na vizimba vya kufugia samaki baharini. Na 4, kuanzisha programu maalum ya kupandikiza, rejesha na kujazilizia samaki walio katika hatari ya kutoweka kwa lengo la kuendeleza zao la samaki kama nyenzo ya uchumi na lishe. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa nchi yetu ina fursa kubwa ya kunufaika na rasilimali za mafuta na gesi asilia. Ili kutumia fursa hii, ni muhimu kuwa na mikakati thabiti ikiwemo kuimarisha tafiti na ufuatiliaji wa mafuta pamoja na kuimarisha miundombinu.
Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, CCM itaelekeza serikali kuimarisha sekta ndogo ya mafuta na gesi asilia ili kuimarisha mchango wake katika uchumi pamoja na kunufaisha wananchi kwa kuchukua hatua zifuatazo. Kwanza, kuanza utekelezaji wa mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia wa kimiminika, yani liquefied natural gas LNG. Katika utekelezaji wa mradi huu, CCM itahakikisha kuwa mikataba ya ujenzi na uuzaji wa gesi inazingatia maslahi mapana ya nchi yetu. Aidha, CCM itahakikisha kuwa serikali inaweka sheria na kanuni zitakazohakikisha ushiriki wa Tanzania katika hatua za ujenzi wa mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyofahamu, umuhimu wa mradi huu upo katika hatua mbili: kuuza gesi, lakini kabla ya hapo ni katika ujenzi, kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki kikamilifu katika ujenzi wa mradi ili wafaidike na uwekezaji wa dola bilioni 42 ambazo zinatarajiwa katika mradi huu. Na pili ni kuimarisha na kuongeza upatikanaji wa gesi asilia, yani CNG, kwa ajili ya uzalishaji wa mbolea, matumizi ya majumbani pamoja na uendeshaji wa mitambo viwandani na magari hadi kufikia angalau 20% ya magari yote. Ndugu Mwenyekiti, sisi tunatambua umuhimu wa hifadhi ya mazingira katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, sisi tutaendelea kuisimamia serikali kutekeleza sera, sheria na mikakati na miongozo ya miradi mbalimbali ya hifadhi ya mazingira kwa ajili ya kupunguza athari zinazosababishwa na uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, na tumeainisha hatua 8 kufikia hapo katika eneo hilo. Eneo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, muhimu kabisa kwa vijana, ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato cha wananchi na kupunguza umaskini. Ndugu Mwenyekiti, kama unavyofahamu, CCM inatambua kuwa nyenzo kubwa ya kuwawezesha wananchi kuongeza kipato na kuondokana na umaskini ni kuongeza fursa za ajira kwa kuongeza shughuli za kiuchumi. Hivyo Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuisimamia serikali kuhakikisha kuwa inakuza na kuwezesha shughuli za kiuchumi zitakazoanzishwa na kuendeshwa na Watanzania ili kuwapa fursa ya kuendelea kushiriki katika shughuli za uchumi wa nchi. Lengo la CCM katika miaka 5 ijayo ni kuzalisha ajira zenye tija zisizopungua milioni 8 katika sekta rasmi na isiyo rasmi. Eneo tofauti hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba CCM inalenga kuona kuwa nusu ya ajira hizo zinazalishwa katika sekta rasmi. Muda uliopita tulikuwa na lengo hili, lakini ajira nyingi zimezalishwa katika sekta isiyo rasmi. Sekta rasmi imechangia asilimia takribani 14 pekee. Tunataka kuona kuwa katika miaka 5 ijayo sekta rasmi ichangie angalau asilimia 50 katika ajira. Katika kufikia lengo hili, ilani imeainisha hatua 11 na kwa hatua ya sasa nizitaje 4. Kwanza, kuanzisha programu maalum ya ujenzi wa mitaa ya viwanda, wengine wanaita kongani, yani industrial parks, hususan viwanda vidogo na viwanda vya kati vya kuongeza thamani ya mazao kila mkoa na kila wilaya. Nirudie hiyo. Kuanzisha programu maalum ya ujenzi wa mitaa ya viwanda ama kongani ama industrial park, hususan viwanda vidogo na vya kati vya kuongeza thamani ya mazao kwa kila mkoa na kila wilaya. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itajenga angalau mtaa wa viwanda mmoja kila mkoa na kila wilaya, ikilenga kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, uvuvi, ufugaji, misitu, madini na bidhaa za ujenzi kwa kuzingatia fursa za kijiografia kwa kila mkoa na kila wilaya. Lengo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuona kwamba nchi yetu inaachana na utaratibu wa kusafirisha mazao nje ya nchi ambayo hayajaongezwa thamani. Hii ndio njia pekee ambayo itatusaidia kuzalisha ajira kwa vijana. Pili, kuwawezesha wabunifu wanaoanzisha kampuni changa, yani startups, ikiwa ni pamoja na kuwapatia mitaji ya kuanzia, ujuzi, fursa za masoko na kuendeleza
bunifu hizo. Tatu, kuanzisha utaratibu maalum wa wanafunzi wa elimu ya juu kutumia muda wao wa ziada kufanya kazi katika taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna changamoto. Vyuo vyetu vya elimu ya juu na taasisi za elimu, wanafunzi wetu kwa sasa ni wana K3 tu: kula, kulala na kusoma. Tunataka tuongezee K ya 4: kula, kulala, kusoma na kazi, ili wanapomaliza mafunzo yao wawe na angalau na uzoefu na stadi, wakiingia mtaani waweze kujiajiri na kuajirika kirahisi. 4, kuweka mazingira wezeshi ya kisera na kimkakati kwa kuhamasisha uanzishaji na kuimarisha makampuni na vyama vya ushirika. Na 5, muhimu sana mwenyekiti, hii katika kuwajengea vijana uwezo wa kuajirika nje. Sasa hivi zimefunguka fursa za ajira nje ya nchi, wakati nchi yetu ina vijana wengi. Kuna nchi hapa duniani zina upungufu wa vijana na nguvu kazi, lakini tuna changamoto kwamba vijana wetu wengi wanakosa fursa hizo kwa sababu ya kukosa sifa. Tumeweka utaratibu kwamba katika miaka 5 ijayo serikali ya CCM itaanzisha vituo vya mafunzo stadi maalum kwa ajili ya kuandaa vijana katika kushindana kupata fursa za ajira nje ya nchi, yani skills development centers for overseas employment. Eneo la 3, ndugu mwenyekiti, ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. Ndugu mwenyekiti, CCM inaamini kuwa kielelezo cha ubora wa maisha ya watu ni upatikanaji wa huduma bora za jamii kwa wote, ikiwemo elimu, afya, maji, umeme, hifadhi ya jamii na makazi bora. Katika miaka 5 ijayo, CCM itaendelea kusimamia serikali zake kuendelea kuwekeza katika kupanua huduma bora za jamii na kuweka mifumo thabiti ya ugharamiaji wa huduma hizo. Lengo ni kuhakikisha kuwa wananchi wote wanapata huduma bora za jamii na kwa gharama nafuu. Kwa upande wa elimu, CCM inaamini kuwa rasilimali watu ndiyo rasilimali kuu katika kuleta maendeleo. Ili kutumia rasilimali hiyo kikamilifu, taifa halina budi kuinoa ili kuimarisha mchango wake katika kuchochea maendeleo. Nyenzo muhimu ya kuinoa rasilimali watu ni elimu. Hivyo CCM itaendelea kuwekeza katika kupanua fursa na kuinua ubora wa elimu na mafunzo katika ngazi zote. Lengo ni kuhakikisha kwa mfumo wa elimu Tanzania katika ngazi zote unazalisha wahitimu wenye maarifa, stadi na ujuzi stahiki na uwezo wa kushindana kimataifa. Na ili kufikia lengo hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeainisha hatua 10. Ndugu mwenyekiti, kwa upande wa afya, CCM inatambua kuwa huduma bora za afya ni haki ya msingi ya kila Mtanzania kama mtaji wake wa kwanza wa kujiendeleza. Katika kuendelea kuimarisha huduma za afya nchini katika kipindi cha miaka 5 ijayo, CCM itasimamia serikali kuhakikisha kwamba inaendelea kupanua na kuinua ubora wa huduma za afya nchini, ikiwa ni pamoja na kuanza kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote, na tumeainisha hatua 11 kufikia eneo hilo. Ndugu mwenyekiti, pamoja na kwamba Tanzania imepiga hatua kubwa sana katika kudhibiti ugonjwa wa malaria, ugonjwa huu bado ni changamoto kubwa kwa uhai na afya za Watanzania. 8% ya Watanzania wanaambukizwa vimelea vya malaria kila mwaka, wengi wao wakiwa vijijini. Kwa kuzingatia hili, CCM inaweka lengo la kuangamiza maambukizi ya vimelea vya malaria kwa serikali kuchukua hatua 3 zifuatazo. Kwanza, kuanzisha programu maalum ya kuangamiza mazalia ya vimelea vya mbu kote nchini. Pili, kuimarisha upatikanaji wa dawa za kuangamiza mazalia ya vimelea vya mbu kwa kuimarisha kiwanda cha kuzalisha dawa hizo Kibaha. Bahati nzuri, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyofahamu, tunacho kiwanda cha kuzalisha dawa za kuua vimelea vya mbu pale Kibaha. Kwa serikali inataka kuona kwamba kiwanda hiki kinafanya kazi yake sawa sawa. Na 3,
tahakikisha kwamba halmashauri zote nchini zinatenga bajeti maalum kwa ajili ya kuangamiza vimelea vya mbu kwa lengo la kukomesha uwepo wa ugonjwa katika ardhi ya Tanzania, ugonjwa wa malaria. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua umuhimu wa maji katika maisha ya kila siku, matumizi ya viwanda pamoja na kuimarisha hali ya usafi wa mazingira ili kuendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi kwa kuzingatia mafanikio makubwa ambayo yamepatikana mpaka sasa. Katika miaka 5 ijayo, serikali itaelekezwa kuchukua hatua 7 na kwa sasa nitaje 3 tu. Kwanza ni kuanzisha na kutekeleza gridi ya taifa ya maji itakayotumia vyanzo vya maji vikubwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, uchumi na mazingira. Vyanzo hivi pamoja na maziwa Victoria, Tanganyika na Nyasa, pamoja na mito mikubwa kama vile Rufiji, Ruvuma na Pangani. Katika miaka 5 ijayo, serikali itajenga mradi mkubwa wa maji kutoka ziwa Victoria kuja Dodoma kupitia Singida. Mradi huu utakuwa na mabomba mawili. Bomba moja ni maji ya kunywa, lakini bomba jingine ni kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na mifugo. Lengo ni kuona kwamba tunaanza kutumia maji tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu kukuza uchumi, kuinua sekta ya umwagiliaji. Nataka kuona ukanda kutoka Mwanza, Shinyanga, Simiyu mpaka Tabora, Singida mpaka Dodoma, wananchi wetu wanalima mwaka mzima kwa kutumia maji haya ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Na haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni maelekezo yako na tumeweka kwenye ilani. Mheshimiwa Mwenyekiti, CCM inatambua kuwa makazi bora ni haki ya msingi kwa kila Mtanzania na ni kichocheo muhimu cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania ina uhaba wa nyumba milioni 3.8 na uhaba huo unaongezeka kwa nyumba 300,000 kila mwaka. Ndugu mwenyekiti, ili kukabiliana na uhaba wa makazi bora unaochochewa na kuongezeka kwa idadi kubwa ya watu, katika kipindi cha miaka 5 ijayo, CCM itaielekeza serikali kuchukua hatua mahususi za kuboresha upatikanaji wa huduma ya nyumba bora, salama na za gharama nafuu kwa wananchi wa kada zote. Lengo la CCM katika eneo hili ni kuona kuwa tunaondokana na nyumba za tembe ifikapo mwaka 2030 kwa kuchukua hatua mahususi 8, nazitaja 3 zifuatazo. Mosi, serikali itaelekezwa kutunga na kutekeleza sheria, kanuni na mikakati itakayosaidia kupunguza gharama za vifaa vya ujenzi ili wananchi wa kipato cha chini waweze kujenga nyumba za kisasa kwa gharama nafuu. Pili, kuanzisha na kutekeleza programu maalum ya ujenzi wa nyumba kwa makundi maalum ya watumishi wa sekta za kitaalamu na vyombo vya ulinzi na usalama, wakiwemo walimu, polisi, askari magereza, madaktari, wauguzi, watumishi wa mahakama, ili kuwawezesha kumiliki nyumba kabla ya kustaafu kupitia miradi ya nyumba ya gharama nafuu. Na 3, kuendelea kuboresha makazi holela yaliyopo katikati ya miji kwa kuanzisha programu maalum ya kuhuisha na kujenga nyumba upya. Hili ni eneo muhimu sana. Wale wanaotoka Dar es Salaam wanafahamu eneo Vingunguti, Buguruni, Manzese na kadhalika. Tunataka nyumba za wananchi wetu tuzihuishe, tuzijenge upya kwa kushirikiana na sekta binafsi. Kwamba sekta binafsi, mwekezaji akijenga nyumba ya ghorofa 10 pale Manzese, wananchi wetu wakakaa pale ghorofa ya kwanza na ya pili, na yeye akafanya biashara katika ghorofa 8 ambazo zimebaki, tunadhani tutapata makazi bora kwa wananchi wetu katika miji yote hapa Tanzania. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa familia ndiyo msingi wa taifa. Na kwa sisi tunaamini kuwa familia maana yake ni familia inayoumbwa na baba na mama. Na kwa Tanzania, baba ni mtu mwenye viungo vya kiume na mama ni mtu mwenye viungo vya kike, sio vinginevyo. Aidha, sisi inatambua kuwa baadhi ya makundi ya watu yanahitaji uangalizi wa kipekee
ili kupata fursa sawa katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Makundi hao ni pamoja na watoto, wazee, wanawake na watu wenye ulemavu. Kutokana na umuhimu huo, chama kitaelekeza serikali kutekeleza yafuatayo. Kwanza, kuendelea kutekeleza mikakati ya kudhibiti ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto, wasichana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu katika kaya, vituo vya malezi, taasisi za elimu, maeneo ya umma na maeneo ya sekta binafsi. Pili, kuimarisha familia kama msingi wa jamii bora na imara yenye kuzingatia maadili mema ya Kitanzania. Tatu, kuhakikisha masuala ya jinsia yanazingatiwa wakati wa maandalizi ya utekelezaji wa sera, mipango, programu, miradi ya maendeleo. Kuimarisha malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto pamoja na kuhakikisha mifumo ya malezi inazingatiwa pamoja na utunzaji wa familia katika jamii. CCM oye! CCM oye! Niendelee nisiendelee? Eneo la 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Ndugu Mwenyekiti, CCM inatambua nafasi ya miundombinu imara ya uhakika, ya kisasa na iliyo salama katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ni kwa sababu hii serikali za CCM zimeendelea kuwekeza katika kupanua miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Lengo la CCM ni kutumia jiografia ya Tanzania katika kufanya nchi yetu kuwa kitovu cha usafirishaji barani Afrika. Katika kutekeleza hili, katika kipindi cha miaka 5 ijayo, serikali za CCM zitaendelea kuimarisha na kuunganisha miundombinu ya usafiri ikiwemo bandari, reli, viwanja vya ndege, barabara na madaraja ili kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji ndani na nje ya nchi. Ndugu Mwenyekiti, kwa umuhimu wake, naomba niwarejeshe waheshimiwa wajumbe kwenye kitabu ambacho wanacho ukurasa wa 28 mpaka 30. Hili ni eneo muhimu sana katika kukuza uchumi wetu. Tumeainisha hatua 34 katika eneo hili. Na tofauti moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ilani ya mwaka huu na ilani ambazo zimepita, safari tumeainisha vigezo vya msingi vya kuchagua miradi ya ujenzi wa miundombinu. Tumeepuka kuainisha miradi yote ndani ya ilani hii. Miradi katika mikoa yenu na katika wilaya mtaikuta kwenye miradi ya vitabu, lakini pia tumewekeni vigezo. Kwa mfano, tunasema cha kwanza ni kukamilisha kwa kiwango cha lami ujenzi wa ukarabati wa barabara zinazounganisha makao makuu ya mikoa yote nchini. Hii tunaendelea nayo. Pili, kufanya upanuzi na ukarabati mkubwa katika barabara tumezitaja hapo. Tatu, kuunganisha kwa kiwango cha lami barabara za makao makuu ya mikoa na wilaya. Kwa hiyo sasa sisi hapa hatutakutajia katika mkoa wako barabara gani. Wewe kwa kigezo hiki, kama ni mkoa wa Singida utasema kutoka makao makuu ya Singida kwenda Kiomboi, kwenda Manyoni, kwenda wapi. Hiyo mtachagua nyie katika miaka hii 5. Badala sisi kuainishia. Hiyo sio haimaanishi Singida peke yake, ni nchi nzima. Na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeweka hivyo. Zipo hatua 34 na waheshimiwa wajumbe naomba sana mzipitie. Eneo la 5, ahadi na maelekezo ya CCM katika kukuza matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za kiuchumi. Ndugu Mwenyekiti, CCM inaamini kuwa sayansi, teknolojia na ubunifu ni vichocheo muhimu vinavyoharakisha kasi ya ukuaji wa uchumi ambao ni jumuishi, shirikishi na endelevu. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, CCM itasimamia uimarishaji wa matumizi ya sayansi na teknolojia katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Na tumeainisha hatua 12, naomba kwa ridhaa yako nitaje 3 tu. Kwanza ni kuimarisha upatikanaji wa huduma za serikali kwa njia ya dijitali. Lengo la CCM ni kuona kuwa angalau 50% ya huduma zote za serikali zitapatikana kidigitali kwa lengo la kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka 5 ijayo tunataka kuona serikali inawafuata wananchi na sio wananchi wanaifuata serikali. Namna pekee ya kufikia lengo hilo ni kwa njia ya digitali. Kwa serikali itaelekezwa kuhakikisha kwamba huduma za serikali zinapatikana kidigitali ili mwananchi apate huduma alipo badala ya kufunga safari kwenda kwenye ofisi mbalimbali. Pili,
kuwekeza katika miundombinu ya kisasa ya utafiti na ubunifu ili kuongeza mchango wa sayansi, teknolojia, ugunduzi na ubunifu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika ngazi mbalimbali za taasisi za elimu. Ili kufikia azima hii, serikali itaelekeza kuongeza bajeti ya utafiti na maendeleo, yani R&D, ili kufikia angalau 1% ya pato la taifa. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kwamba hakuna njia ya mkato katika maendeleo nje ya kuwekeza katika sayansi na teknolojia, na hili ni eneo ambalo litapewa msukumo wa kipekee katika miaka 5 ijayo. 3, kuandaa na kutekeleza mikakati maalum ya kutumia teknolojia zinazoibuka ikiwemo akili unde, yani artificial intelligence, matumizi ya robot na satellite ili kuimarisha ufanisi na tija katika uzalishaji na utoaji wa huduma. Eneo la 6 ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kudumisha demokrasia na utawala bora. Ndugu mwenyekiti, CCM inaamini kuwa misingi imara ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria ni muhimu katika kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na amani na utulivu kama msingi mama wa shughuli za maendeleo. Aidha, CCM inatambua mchango wa falsafa ya uongozi wa R4 katika kudumisha maelewano, mshikamano na umoja miongoni mwa wadau wa maendeleo nchini. Asante sana. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii, chama kitaelekeza serikali kuendelea kuimarisha demokrasia na utawala bora kwa kutekeleza hatua zifuatazo. Kwanza ni kuimarisha misingi ya demokrasia kwa kuboresha mazingira wezeshi wananchi kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Pili, kuweka mfumo wa kisheria katika kutekeleza falsafa ya uongozi wa 4R. Mheshimiwa Mwenyekiti, falsafa ya 4R imekuwa na mafanikio makubwa katika muda mfupi, lakini bado haipo katika mfumo wa kisheria. Tunadhani ni muhimu sasa falsafa hii iingizwe katika mfumo wetu wa kisheria ili iwe sio tu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini ni sheria za nchi lazima itekelezwe. 3, kuhuisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. 4, kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi kwa kuzuia na kudhibiti vitendo vya rushwa na kuchukua hatua kali za kisheria na kinidhamu dhidi ya viongozi na watumishi wa umma watakaojihusisha na vitendo hivyo. 5, kuendelea kuimarisha serikali za mitaa kama nyenzo ya demokrasia na maendeleo kwa wananchi kwa kuandaa na kutekeleza sera ya taifa ya ugatuzi. 6, kuendelea kuimarisha uhuru wa asasi za kiraia na vyombo vya habari kama taasisi muhimu katika kuimarisha uwajibikaji na sauti ya wananchi. Na 7, kutekeleza mapendekezo ya Tume ya Rais ya Haki Jinai kama sehemu ya kuimarisha mnyororo wa haki jinai hapa nchini. 7, ahadi za CCM katika kudumisha muungano, amani, utulivu na diplomasia ya kimataifa. Ndugu mwenyekiti, CCM ni chama kilichoanzishwa na kujengwa katika misingi ya kudumisha umoja, mshikamano na amani kama nguzo muhimu ya maendeleo. Aidha, CCM inaamini katika umoja wa Afrika na kwamba muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni kigezo thabiti cha umoja huo. Hivyo basi, CCM itaenda kuenzi na kulinda muungano huo kama msingi wa kuwa na taifa imara la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kukuza demokrasia ya kimataifa. Eneo la 8, ahadi na maelekezo ya CCM katika kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kwa utamaduni, sanaa, michezo ni sekta muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi endelevu na kuzalisha fursa za ajira kwa vijana, kuchochea mauzo ya bidhaa za kiutamaduni ndani na nje ya nchi ikiwepo lugha yetu adhimu ya Kiswahili, kuvutia uwekezaji, kukuza utalii na kuitangaza nchi yetu kimataifa. Vile vile sekta ya utamaduni, sanaa na michezo ina mchango mkubwa katika kukuza utalii nchini kupitia sherehe na makongamano mbalimbali ya kiutamaduni, sanaa na mashindano ya michezo ambayo huvutia watalii wa ndani na nje ya nchi, hivyo kuongeza mapato kupitia huduma za kitalii, usafiri na malazi. Kutokana na mchango wa sekta hizi katika maendeleo ya taifa, CCM itaendelea kuielekeza serikali
kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya kuvutia uwekezaji zaidi katika masuala ya utamaduni, sanaa na michezo, na mwenyekiti tumeainisha hatua 22 kufikia lengo hilo. Mwisho, 9, ahadi na maelekezo ya CCM katika kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Ndugu mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi kinatambua kuwa wananchi wengi bado wanaishi vijijini na kwamba kasi ya maendeleo vijijini inahitaji kuongezeka na kupewa msukumo mpya. Aidha, CCM inatambua umuhimu wa kuimarisha maendeleo vijijini na kufanya vijiji vikue kiuchumi katika huduma za kijamii ili kupunguza wimbi la vijana kuhamia mijini. Hivyo katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii, serikali ya CCM itaongeza kasi ya maendeleo vijijini kwa kuchukua hatua mahususi 11, na kwa sasa nizitaje 5. Kwanza, kuendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja vijijini ili kurahisisha usafiri na usafirishaji na kuunganisha maeneo ya uzalishaji na masoko. Ndugu mwenyekiti, wananchi wetu wa vijijini wana bidii kubwa ya kufanya kilimo, uvuvi, mifugo, misitu na kadhalika. Ni muhimu tuendelee kuimarisha ili kwamba mazao wanaozalisha yaweze kufika sokoni kiurahisi ili wafanye biashara wapate kipato. Pili, kuimarisha huduma ya mawasiliano ili kuongeza kasi na kupanua wigo wa matumizi ya teknolojia ya habari kwa wananchi wa vijijini ili kunufaika na fursa zinazotokana na shughuli za uzalishaji kiuchumi na kijamii. Serikali ya CCM itaweka sera za kikodi za kuvutia wawekezaji kuimarisha huduma ya mawasiliano vijijini. Na 3, kuweka mazingira maalum ya kuvutia ujenzi wa viwanda vidogo vidogo vijijini kwa lengo la kufanya uchakataji wa awali wa malighafi katika sekta za kimkakati kama vile kilimo, mifugo, uvuvi na misitu ili kuongeza fursa za ajira na kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno. 4, kuweka mfumo mpya wa upatikanaji wa fedha vijijini kwa kutekeleza mpango maalum wa kurahisisha utoaji wa huduma na kutoa mikopo yenye riba ndogo itakayowezesha wananchi katika vijijini kuwekeza katika kilimo cha kisasa na shughuli za ujasiriamali. Na 5, kuimarisha vyama vya ushirika kimuundo, kiutawala, kiuendeshaji na kirasilimali kama vyombo muhimu vya sauti ya wakulima, wafugaji na uvuvi. Ndugu mwenyekiti, kabla sijahitimisha, kwa ridhaa yako naomba uridhie tumkaribishe Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum, mjumbe wa NEC, ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati ndogo na ambaye kwa kweli ndiye aliyesimamia timu ya Zanzibar katika kuandaa mapendekezo ya ilani yaliyopo katika sura ya 3 ambao ni mazingatio maalum ya ilani kuhusu Zanzibar. Ipo ukurasa wa 38 mpaka 69. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa ridhaa yako naomba tumkaribishe Dr. Saada Mkuya kwa ajili hiyo. CCM oye! Viva vijana, viva! UW2 moto moto! Uchungu wa mwana! Uchungu wa mwana! Dr. Samia oye! Dr. Mwinyi oye! CCM oye! Dr. Mkuya, karibu sana. Asante sana Profesa Kitila Mkumbo. CCM oye! CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na makamo mwenyeviti wetu pamoja na viongozi hapa sote tulikuwepo, pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu wetu wa Chama cha Mapinduzi. Mimi nitafanya summary ya mambo ambayo kama ni ahadi na maelekezo ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Zanzibar, lakini nitakuwa naonesha slides kidogo kwa sababu mambo ni mengi. Tumefanya summary kwa kutumia kompyuta na mimi ndio katika wale ambao tumezaliwa baada ya kompyuta, so nakuwa much more comfortable.
Ndugu mwenyekiti, kwenye maelekezo maalum kwa upande wa Zanzibar, kwanza kuna mazingatio maalum ambayo pamoja na mambo mengine priority imeelekezwa katika kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kusimama imara, kwa sababu kwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunataka kujenga taifa linalojitegemea kiuchumi na kisiasa, lenye ustawi wa watu wake na linaloenzi na kuthamini mila nzuri, desturi pamoja na utamaduni. Sasa katika hayo, kwa mwaka 2025-2030 Chama cha Mapinduzi kitaendelea kustawisha maisha ya wananchi katika sekta zote za kijamii na kiuchumi kwa kutekeleza vipaumbele vifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, vipaumbele ambavyo vimeweka na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya serikali kuvitekeleza katika kipindi cha miaka mitano ijayo ni vipaumbele 13 ambavyo vimeelezwa. Lakini kwa summary tu, kuna baadhi yao ni pamoja na kuendelea kuwaunganisha Wazanzibari, kudumisha umoja, amani, utulivu, ushirikiano, maridhiano na uvumilivu. Ndugu mwenyekiti, kwa kwetu Zanzibar, maendeleo ambayo tumeyaona, presentation ambayo ilikuwa imefanyika jana, ni kwa sababu ya kuwa na amani na utulivu pamoja na umoja tuliokuwa tunao. Kwa hivyo Chama cha Mapinduzi kinataka katika miaka mitano ijayo kuhakikisha kwamba utulivu unaendelea, ushirikiano, maridhiano pamoja na uvumilivu wa kisiasa. Lakini la pili, ndugu mwenyekiti, tunataka Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali kuimarisha upatikanaji wa ajira kwa vijana kwa kuzalisha angalau ajira 350,000 kwenye sekta rasmi na sekta isiyo rasmi. Ndugu mwenyekiti, katika kipindi cha miaka mitano iliyokuwa tunayo sasa hivi, ajira ambazo tulikuwa Chama cha Mapinduzi imeelekeza serikali zipatikane ni ajira at least 300,000. Tumetekeleza mpaka mwaka 2024 78% ya ajira hizo ndani na nje, sekta iliyokuwa rasmi na sekta isiyokuwa rasmi. Kwa hivyo katika kipindi cha miaka mitano inayokuja, Chama cha Mapinduzi kimeielekeza serikali kusimamia upatikanaji wa ajira za vijana at least 350,000. Lakini ndugu mwenyekiti, kwenye eneo jingine ambalo ni la kipaumbele ni pamoja na kuanzisha makazi bora ya upendezeshaji wa miji kwa kuzingatia teknolojia mpya ya ujenzi, mipango miji na mipango ya usafi na mazingira pamoja na udhibiti wa taka. Lakini kwa sababu Zanzibar ni visiwa, Chama cha Mapinduzi kinaitaka serikali kuhakikisha inasimamia athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanasababisha mabadiliko ya tabia nchi pamoja na athari basi yanasimamiwa kwa kutekeleza miradi mbalimbali ambayo itakuwa imeainishwa. Katika maeneo mengine, ndugu mwenyekiti, kwenye hatua ambayo tumesema teknolojia kidogo inaleta changamoto, lakini katika hatua nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mafanikio mengi ambayo yamepatikana katika kipindi cha miaka mitano. Tutaendelea kuhakikisha kwamba mafanikio hayo yote yanaimarishwa. Ndugu mwenyekiti, kwenye Chama cha Mapinduzi kitaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha kwamba tunawekeza katika miundombinu na huduma za jamii kwa kushirikiana na sekta binafsi na kuimarisha matumizi ya teknolojia za kisasa na ubunifu ili kuleta ufanisi katika kutoa huduma. Ndugu mwenyekiti, hili ni katika eneo ambalo tumelipa kwa mapana yake kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa na endelevu. Ndugu mwenyekiti, katika hilo tunataka tuhakikishe kwamba tunakuwa na makazi bora na kupendezesha kwa mji na kuzingatia teknolojia mpya ya ujenzi
lakini vile vile ni pamoja na kuhakikisha kwamba hata makazi bora ya wananchi wenye kipato cha kati na kipato cha chini yanakuwa yanazingatiwa. Ndugu mwenyekiti, eneo jingine tunataka kuendelea kuimarisha hali ya uchumi, na Chama cha Mapinduzi kinaielekeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha inadhibiti kasi ya mfumuko wa bei kuwa chini ya 5% kwa mwaka, lakini vile vile kuongeza ukuaji wa pato la taifa kutoka wastani wa 7% na kufikia 10% kwa mwaka. Sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, toka mwaka 2021 mara tu baada ya kumalizika athari za ugonjwa wa uviko, Zanzibar imekuwa ikikua kwa wastani wa 7%. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimeielekeza serikali kuhakikisha kwamba inakuza uchumi na kufikia wastani wa 10% kwa mwaka. Vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunataka kuongeza kipato cha Mzanzibari kutoka dola za Kimarekani 1241 kwa mwaka 2023 hadi dola za Kimarekani 1880, na hii inakwenda sambamba na ukuaji wa 10%, na hivyo tunataka kuhakikisha kwamba tunaimarisha upatikanaji wa kipato cha mwananchi. Katika hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi inaitaka serikali kuimarisha usimamizi wa sera za uchumi, fedha na mapato, ambapo hatua za kufanya ni pamoja na kufanya mapitio ya sera na sheria za mapato, kuimarisha ushirikiano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika usimamizi wa sera za fedha na kodi kwa kuzingatia mazingira maalum ya Zanzibar. Vile vile Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali kuimarisha mfumo wa kidijitali katika utoaji wa huduma za kifedha na malipo. Kwenye eneo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya upekee wa Zanzibar kutokana na uchache wa rasilimali fedha katika kutekeleza maeneo mbalimbali ya maendeleo, Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali kuhakikisha inatafuta njia mbadala za upatikanaji wa rasilimali fedha, hasa ukizingatia mazingira ya Zanzibar. Wengi wa wakazi wa Zanzibar ni wananchi wenye kufuata misingi ya sharia. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, hili tumelianza katika miezi michache tu. Tumeanza na utolewaji wa hati fungani ya sukuk maarufu kama Zanzibar sukuk, na wananchi wengi ndugu mwenyekiti, pamoja na viongozi mliopo, wameweza kupata mwamko wa uwekezaji. Kwa hiyo tumeanza na Zanzibar sukuk, lakini Chama cha Mapinduzi inaielekeza serikali kuhakikisha kwamba tunaimarisha benki, hususan benki ya watu wa Zanzibar PBZ. Tunaimarisha vile vile shirika letu la bima ambalo linazingatia misingi ya sheria maarufu kama Zik Takaful. Katika miaka 5 ijayo, ndugu mwenyekiti, Zanzibar imetakiwa ianzishe Zanzibar Securities Exchange, ambayo pamoja na mambo mengine itakuwa ina complement katika kutafuta mitaji na kuwekeza katika hisa pamoja na soko la hisa la Dar es Salaam. Lakini vile vile katika kuimarisha uchumi wa Kiislamu, Zanzibar imetakiwa kuanza na vile vile kuanzisha Zanzibar Halal Bureau. Hii itasimamia sana kutoa huduma zinazofuata misingi ya sheria. Ndugu mwenyekiti, katika kipindi hiki tunapata watalii wengi kule Zanzibar, lakini wengine wanataka huduma ambazo zinazingatia misingi ya sheria. Kwa hiyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetakiwa na imejipanga tayari kuanzisha Zanzibar Halal Bureau, ambayo itakuwa ndiyo taasisi inayothibitisha kwamba huduma pamoja na biashara unayoifanya imezingatia misingi ya sharia, na kwa maana hiyo itathibitishwa kama ni halal. Katika eneo jingine, Chama cha Mapinduzi inafahamu na inatambua kwamba sekta binafsi ni msingi wa maendeleo ya nchi. Hivyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetakiwa kuweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi kwa kupunguza urasimu, kuweka vivutio vya uwekezaji, sera na sheria wezeshi za kodi, lakini vile vile udhibiti wa masoko. Kwenye eneo hili vile vile Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetakiwa kuhamasisha
sekta binafsi kuwekeza katika kilimo, teknolojia, viwanda pamoja na huduma, lakini vile vile kuimarisha ushirikiano wa sekta binafsi na umma, sekta binafsi na sekta binafsi zikiwemo vile vile fursa za ushiriki kwa ufadhili wa utekelezaji wa miradi, yani EPC plus finance, lakini vile vile mikataba ya usimamizi na uendeshaji wa miradi. Lakini Chama cha Mapinduzi kimeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha wajasiriamali wanapata mikopo nafuu pamoja na mafunzo. Katika eneo la kuimarisha na kukuza maendeleo ya sekta za uzalishaji, Chama cha Mapinduzi kinatambua kwamba kuna maeneo kadhaa ambayo bado Zanzibar haijakuwa na fursa nzuri. Hivyo kwenye hili Chama cha Mapinduzi kinaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhimiza na kuwekeza zaidi katika matumizi ya teknolojia, katika kuongeza tija na uzalishaji, mfumo wa upatikanaji wa pembejeo za kilimo, kuandaa vile vile programu za kuwawezesha vijana kupata mikopo nafuu na zana za kilimo na teknolojia ya uzalishaji. Lakini Chama cha Mapinduzi kinaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha tunaimarisha chuo cha kilimo na mifugo kwa kuongeza vile vile fani za kilimo na mifugo na kushajiisha uwekezaji katika kuongeza thamani za bidhaa za kilimo ambazo zinazalishwa Zanzibar. Kwenye eneo jingine ni eneo la kuleta mageuzi katika mifugo kwa kuongeza uzalishaji na tija, vile vile upatikanaji wa mitaji yenye unafuu na masoko kwa bidhaa za mifugo, na ushiriki wa sekta binafsi katika kuongeza uzalishaji vile vile wa kuku, mayai, mbuzi, kulinda masoko ya bidhaa hizo kutoka nje ya nchi. Ndugu mwenyekiti, sisi Zanzibar eneo kubwa la uchumi wetu ni utalii, lakini kilichopo sasa hivi ni kwamba zile bidhaa nyingi ambazo zinatumiwa na watalii zinatoka nje. Kwa hivyo katika kipindi cha miaka 5 Chama cha Mapinduzi kinaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha kwamba bidhaa nyingi zinazalishwa Zanzibar na zinatumika katika soko la utalii lililopo. Kwenye eneo jingine, kwenye maeneo ya biashara, wananchi wa Zanzibar utamaduni wao mkubwa ni biashara. Kwa hivyo Chama cha Mapinduzi kinaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutake advantage ya eneo hilo, na kwa maana hiyo imeitaka kuendelea kusimamia mageuzi ya urahisishaji wa kufanya biashara Zanzibar, lakini vile vile kujenga maabara ya kisasa upimaji, ambayo maabara hiyo itajengwa upande wa Chamanangwe kule Pemba na itajengwa upande wa Dunga kwa Unguja ili kudhibiti ubora wa bidhaa. Shirika letu la ZSTC linatakiwa kuendelea kununua karafuu kutoka kwa wakulima kwa bei ya 80% ya soko la dunia, lakini vile vile Chama cha Mapinduzi kinaihimiza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutumia mifumo ya kielektroniki katika kufanya biashara na kudhibiti uingizaji bandia wa bidhaa bandia nchini, lakini vile vile kinahimiza sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kitasimamia kuhakikisha kwamba kituo cha kimataifa cha biashara Dimani kinakamilishwa. Katika eneo jingine, ndugu mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi kimeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuweka mazingira uwezeshi ikiwemo uanzishaji wa kampuni changa. Lakini ndugu mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi kinaitaka serikali kuanzisha mfuko maalum kuwezesha upatikanaji wa mitaji hususan kwa startups, zile kampuni changa ambazo ndio kwanza zinaanza. Nyingine ni kuhakikisha kwamba Zanzibar zile startups zilizopo tunazifungulia fursa za masoko ya ndani na nje kwa bidhaa ambazo zinazalishwa, na vile vile kuanza kusarifu mwani kwa kiwanda cha mwani cha Chamanangwe kule Pemba. Ndugu mwenyekiti, pamoja na ndugu viongozi na wajumbe tuliokoko hapa, tayari kiwanda cha Chamanangwe cha kusarifu mwani kimejengwa kule Pemba, lakini kwa sasa sio muda mrefu kitaanza uzalishaji ili ya mwani ambao unazalishwa Zanzibar, unavunwa kule Zanzibar, sasa uweze kuongezewa thamani, na kwa maana hiyo sasa tuwe hatusafirishi mwani lakini tunasafirisha bidhaa za mwani. Na hapa ndipo zitakapotoka zile ajira 350 ambazo Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali ihakikishe inazizalisha. Kwenye maeneo ya ardhi, Zanzibar ardhi ni ndogo, kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali kuendelea kufanya mapitio ya sera, mipango na sheria za ardhi kuendana na mabadiliko yanayojitokeza,
kuendelea na zoezi la utambuzi na usajili wa ardhi, lakini vile vile kuanza mipango ya kufukia bahari kwa lengo la kupata ardhi kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Visiwa vyetu vimezungukwa na bahari na eneo kubwa sasa limekuwa na makazi, eneo la uwekezaji linaweza likawa dogo. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinaitaka katika kipindi cha miaka 5 ijayo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuandaa mipango ya kuanza kufukia bahari ili Zanzibar iweze kupata eneo kubwa kwa ajili ya uwekezaji pamoja na makazi. Ndugu mwenyekiti, wakati tuko sekondari tulikuwa tunasoma land reclamation kule Holland. Sasa kumbe tunapokuja hapa, kumbe sasa hivi ndio idea iliyopo, na kwa udogo wa Zanzibar basi hili jambo linaweza likawa na manufaa makubwa katika uwekezaji. Kwenye eneo la uchumi wa buluu, Chama cha Mapinduzi inaitaka Zanzibar kuendelea kuimarisha utalii kwa kuongeza idadi ya watalii wanaofika Zanzibar kufikia 1,500,000, lakini vile vile kuongeza vyumba vyenye hadhi ya juu kufikia 10,000, kutenga eneo maalum kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa zinazozalishwa nchini. Kwenye eneo la uvuvi, Chama cha Mapinduzi kinaitaka serikali kujenga bandari 2 katika maeneo ya Ngalawa, Bububu pale Unguja na Shumba mjini kwa upande wa Pemba, lakini vile vile kimeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kufanya taratibu za kununua meli kubwa moja ya uvuvi ikiwamo uvuvi wa bahari kuu, na vile vile kujenga kiwanda cha kuchakata samaki eneo la Shumba mjini kule Pemba. Katika hatua nyingine, ndugu mwenyekiti pamoja na ndugu wajumbe, ni kwamba bado Chama cha Mapinduzi kinataka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendelea na usimamizi wa eneo hili la mafuta na gesi asilia kwa kuanza uchimbaji wa gesi asilia Zanzibar, kutangaza vile vile na kugawa vitalu. Tunatakiwa vile vile kama Zanzibar, Chama cha Mapinduzi kinaitaka tuendelee kujenga bandari, yani dry dock ambayo iko kule Mangapwani, na kuimarisha miundombinu katika bandari za Malindi, Mpigaduri, Mkokotoni, Mkoani, Wete na Shumba mjini kwa upande wa Pemba, na kuendelea na hatua za kuweka conventional mooring katika eneo la Mangapwani. Katika hatua nyingine, kwenye maendeleo ya sayansi na teknolojia, kama tunavyojua hatuwezi kwenda bila ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi imeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuimarisha sekta ya ubunifu, kuimarisha mazingira ya uchumi wa kidijitali na kuongeza upatikanaji wa teknolojia mpya, kuwezesha elimu ya kidijitali na tehama kwa umma, utafiti na ubunifu pamoja na huduma za habari na mawasiliano, yani katika maeneo yote tuhakikishe kwamba maeneo ya ICT yanakuwa yanatumika. Kwenye eneo la afya, sasa hivi tumepiga hatua kubwa, lakini Chama cha Mapinduzi kinalitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendeleza ujenzi na ukarabati wa hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja, kujenga hospitali 4 za mikoa katika mkoa wa Kusini Unguja, Kaskazini Unguja, Kusini Pemba na Kaskazini Pemba. CCM oye! Lakini vile vile Chama cha Mapinduzi kinaitaka serikali kuimarisha uwezo wa kudhibiti magonjwa ya mlipuko katika eneo la Dunga, Mkwaju, Ngoma kwa Unguja na eneo lile la Mfikiwa kule Pemba, na vile vile kuimarisha miundo mbinu ya msingi ya kutoa huduma bora za afya. Chama cha Mapinduzi katika eneo la maendeleo ya mipango miji, nyumba na makazi imeitaka serikali kukamilisha ujenzi wa nyumba mpya za makazi 4,715 katika maeneo ya Chumbuni, Nyamanzi, Kisakasaka kwa Unguja, na kwa upande wa Pemba katika maeneo ya Mfikiwa kwa ajili ya wananchi ambao wana kipato cha chini. Lakini tumetakiwa kuandaa sera maalum ya makazi bora yenye kufuata mpangilio na kupendezesha miji ya Unguja na Pemba, na mpango kabambe wa matumizi ya ardhi ni muhimu katika kufikia lengo hili. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatarajia kujenga nyumba kutokana na udogo wa ardhi. Inatarajia sasa kujenga nyumba nyingi ambazo zitaweza kuaccommodate wananchi kwa wakati mmoja, na shirika letu la nyumba la Zanzibar linafanya kazi hiyo kwa umakini kabisa. Kwenye eneo la sanaa, utamaduni na michezo, ndugu mwenyekiti,
Chama cha Mapinduzi inatambua umuhimu wa michezo katika ajira, lakini vile vile katika kukuza afya za wananchi. Katika hili serikali imetakiwa kuendelea na ujenzi, lakini vile vile kukarabati miundombinu ya michezo yenye hadhi ya kitaifa na kimataifa, kuandaa matamasha ya kimataifa utamaduni ikiwemo chakula na mavazi ya Mzanzibari, lakini vile vile tumetakiwa kama Zanzibar kuanzisha chuo cha michezo, na vile vile Zanzibar Chama cha Mapinduzi kimeitaka kuanzisha skuli za akademia za michezo. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, zile mechi zitaendelea kuchezwa sana Zanzibar, na tunataka kuhakikisha kwamba viwanja vya Zanzibar vinakuwa na hadhi ya kimataifa. Niwapongeze sana wenzetu walioamua kuja kucheza mechi ya kimataifa kule Zanzibar. Kwenye eneo la nishati na madini, kama tulivyokuwa tumesikia awali, tunataka tumehimizwa sasa, Chama cha Mapinduzi kinahimiza serikali kuimarisha mashirikiano na sekta binafsi ambayo ni muhimu katika upatikanaji wa nishati ya mafuta, lakini vile vile kuwekeza katika upatikanaji wa nishati ya umeme. Changamoto iliyokuwepo Zanzibar, maendeleo yale ni makubwa, lakini nishati ya umeme ina changamoto kubwa. Kwa sasa absorption capacity inakwenda hadi megawatt 120, lakini uwezo wa waya ambao unaotoka Tanzania bara kupeleka Unguja, katika kisiwa cha Unguja, ni megawatt 100. Kwa hiyo kutokana na uwekezaji uliopo, miundombinu iliyopo, bandari ya Mangapwani, hoteli zilizopo, ni lazima Zanzibar iwe na chanzo cha uhakika cha upatikanaji wa umeme. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinaielekeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendelea na jitihada za kutafuta umeme ili kuimarisha hatua zote za kiuchumi za jumla pamoja na za wananchi moja moja. Kwenye eneo la kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, Chama cha Mapinduzi imeitaka serikali kujenga karakana za kufanyia matengenezo ya ndege za nje na za ndani. Kwa hiyo kutakuwa kuna hanga ambayo itakuwa inahudumia ndege ambazo zinafika pale Zanzibar, lakini vile vile Chama cha Mapinduzi inaitaka serikali kujenga maegesho mapya ya kuegesha ndege ambayo yatakuwa ni 8, na kuongeza idadi ya safari za ndege zinazoingia moja kwa moja Zanzibar kufikia 125,026. Lakini vile vile Chama cha Mapinduzi kimeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kujenga uwanja wa ndege wa Paje katika mkoa wa Kusini, lakini vile vile kuendelea na kujenga na kuimarisha kiwanja cha ndege cha Nungwi katika mkoa wa Kaskazini. Kwenye eneo hili kwa ujumla wake, Chama cha Mapinduzi kimeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha inaimarisha viwanja vya ndege pamoja na usafiri kwa ujumla. Ndugu mwenyekiti, hayo ni maeneo machache katika mengi ambayo Chama cha Mapinduzi imeyaeleza katika ilani yake ambayo yazingatiwe katika utekelezaji katika mwaka 2025 hadi 2030. Pamoja na mafanikio yote, lakini bado tunaona kwamba Chama cha Mapinduzi kinaelekeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuimarisha zaidi katika utoaji wa huduma, ukuzaji wa uchumi. Kwenye hili, ndugu mwenyekiti, mgombea wa urais wa Zanzibar ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ametoa ahadi katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Anatuahidi kwamba ataongeza kasi ya maendeleo na kuimarisha vyanzo vya mapato, kukuza uchumi wa Zanzibar na kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Zanzibar wananufaika na huduma bora za kijamii. Dr. Hussein Ali Mwinyi anasema kazi na utu, tunasonga mbele. CCM oye! Asante sana. Nashukuru sana. Asante. CCM oye! Zanzibar oye! Tunakushukuru sana
Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya kwa uwasilishaji wa mazingatio maalum ya ilani yetu kwa upande wa Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, nihitimishe na nikushukuru kabla sijahitimisha kwa ustahimilivu wako. Ni sehemu ya utekelezaji wa moja ya R inaitwa resilience. Tunakushukuru sana, Mungu akubariki. Ndugu Mwenyekiti, katika kuhitimisha inaomba niseme mambo matatu. Mosi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni tunda la muungano wa Tanganyika iliyopata uhuru tarehe 9 Disemba 1961 na Zanzibar iliyopata uhuru kutoka kwa mkoloni tarehe 10 Disemba 1963 na mapinduzi ya kung'oa usultani wa Mwarabu tarehe 12 Januari 1964. Tanganyika na Zanzibar hatukuziunda sisi, tulirithi kutoka kwa wakoloni na masultani wa Kiarabu. Kwa historia hii, Tanzania ni lulu pekee kabisa katika historia ya Afrika huru. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni nchi ambayo tumeiunda wenyewe. Nchi zingine zote katika bara la Afrika ni urithi kutoka kwa wakoloni. Hili ni jambo ambalo wana CCM na Watanzania tuendelee kulikumbuka. Na nimelisema hilo Mheshimiwa Mwenyekiti kwa sababu urithi mkubwa wa nchi yetu ni umoja unaojengwa katika muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Muungano wetu huu pia unatoa hamasa muhimu sana ya umoja wa Afrika na mshikamano wa kimataifa, na umetuwezesha kama nchi kuwa huru wa kuweza kujiamulia mambo yetu wenyewe, lakini kudumisha ujirani mwema kama ambavyo tumeona hapa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, chama kinachoelewa na kutunza historia hii ya nchi yetu kwa sasa ni Chama cha Mapinduzi. Hili ni muhimu sana kwa wananchi kulielewa na kulizingatia. Hivyo basi, kwa kweli nitakuwa sitii chumvi nikisema kuwa katika swala la umoja, CCM nayo ni lulu ya kipekee katika historia ya vyama vya siasa barani Afrika, na tumeshuhudia ushuhuda wenzetu waliosema hapa asubuhi. Kwa sababu chama chetu chenyewe pia ni tunda la umoja na muungano wa vyama vya ASP na TANU. Hapa Afrika ni vigumu kupata vyama ambavyo vimetokana na umoja wa vyama vingine. Hivyo wana CCM tuna haki ya kutetea, kulinda na kupigania umoja wa kitaifa kwa sababu ni urithi muhimu wa nchi na chama chetu. Jambo la pili, ndugu Mwenyekiti, ambalo nataka kulisema katika kuhitimisha, kwa mujibu wa ibara ya 33 ile fasaa ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana taswira tatu muhimu. Rais wetu ni mkuu wa nchi. Rais wetu ni kiongozi wa serikali. Rais wetu ni amiri jeshi mkuu. Kwa utambulisho huu wa kikatiba, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nembo muhimu ya umoja wa kitaifa. Kwa sababu hii, tujikumbushe na kuzingatia hosia wa baba wa taifa kama alivyoeleza katika kitabu chake cha uongozi wetu na hatima ya Tanzania, ukurasa wa 59 mpaka 60. Alisema, na ninanukuu, huwezi kumtikisa rais wa nchi bila kuitikisa nchi yenyewe. Naomba nirudie. Huwezi kumtikisa rais wa nchi bila kuitikisa nchi yenyewe. Ni vizuri jambo hili likatamkwa waziwazi, mwisho wa kunukuu. Ndugu wanachama wenzangu wa CCM na ndugu wa Tanzania wote kwa ujumla, tunao wajibu kama chama, kama nchi na kama Watanzania kulinda taswira ya rais wetu wakati wowote na popote, ndani na nje ya nchi.
Asanteni sana, asanteni sana. CCM oye! Samia oye! Jambo la tatu, ndugu mwenyekiti. Jambo la tatu. Tafiti za sayansi ya siasa. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Tafiti za sayansi ya siasa zinaonyesha kuwa ili chama cha siasa kishinde katika uchaguzi mkuu kinahitaji mambo manne ya msingi. Mosi, chama kinahitaji kiwe na historia na rekodi ya utekelezaji wenye mafanikio yanayoonekana, kuelezeka na kushikika. Chama hicho kwa sasa katika nchi yetu ni Chama cha Mapinduzi. Pili, ili chama kishinde kinahitaji mgombea makini aliyethibitisha dhahiri uwezo wa kufanya kazi ya maendeleo ya nchi na wananchi wake, na aliyethibitisha uwezo wa kutunza amani, utulivu na usalama wa nchi na uhusiano mwema wa kimataifa. Mgombea huyo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Na kwa Zanzibar mgombea huyo anaitwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na ndugu mwenyekiti, CCM oye! Ndugu mwenyekiti, uniruhusu tuliweke vizuri hapa. Tuliweke vizuri hili. Unaweza ukasahau yote yale ambayo yamewasilishwa jana. Sahau yote yale mafanikio. Nataka ukumbuke jambo moja. Dr. Samia ameingia madarakani katika kipindi kigumu. Amechukua uongozi wa nchi ikiwa imefiwa na mkuu wa nchi. Mtihani mkubwa aliyokuwa nao ni kuhakikisha kwamba nchi inabaki kuwa tulivu na salama. Someni historia vizuri. Nchi nyingi changa zikikumbwa na changamoto kama hiyo huwa zinayumba. Mama huyu ameibakisha Tanzania kuwa tulivu na salama. Mungu ambariki sana. Sifa ya tatu ya kushinda uchaguzi ni umadhubuti wa chama cha siasa unaothibitishwa na umoja na mshikamano wa viongozi na wanachama wake, na ambacho kina uzoefu kutoa uongozi wa nchi. Chama hicho kwa sasa kinaitwa Chama cha Mapinduzi. Na sifa ya nne ya mwisho, ili chama kishinde lazima kiwe na ilani iliyosheheni maudhui yanayobeba na kuakisi matumaini, matarajio na mahitaji ya jamii ya wakati uliopo na maono ya muda mrefu kwa nchi. Tumewasilisha ilani hapa. Tafuta chama kingine kitakachokuja na ilani kama hii. Chama chenye ilani ya kuivusha Tanzania leo na kesho ni Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, ninapomaliza hotuba yangu, ninaomba tena nikushukuru wewe kwa imani na heshima kubwa ulionipa katika kusimamia mchakato wa kuandaa ilani hii. Ni matumaini yangu na wajumbe wenzangu katika kamati uliounda kwamba tumekidhi matarajio yako, matarajio ya halmashauri kuu na chama chetu kwa jumla. Ni imani yetu kuwa ilani tuliyowasilisha hapa utakuwa ni mwongozo muhimu wa sera za serikali katika miaka 5 ijayo. Nikushukuru zaidi ndugu wajumbe, gharama zote za kuandaa ilani hii zimebebwa na Chama cha Mapinduzi kwa maelekezo ya mwenyekiti wetu. Na kwa kweli hatukukwama.
hatukukwama hata kidogo, na nimshukuru sana Katibu Mkuu Comrade Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye muda wetu amekuwa karibu na sisi. Alipatikana mpaka usiku, nikimtext nikimpigia, alinipa mwongozo, na pale ambapo tulikuwa na maeneo magumu nilimwambia hili jambo vipi, aliwasiliana na Mheshimiwa Mwenyekiti, wakatupa mwongozo. Ndugu yetu huyu mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi, Mungu ambariki sana. Na kwa kweli kila nilipokutana naye na kumpa mrejesho, nilitamani sana nimuulize, hivi ilikuwaje mimi Kitila Mkumbo nikapewa kazi nzito? Lakini nilishindwa kumuuliza. Hata hivyo, jana wakati naandaa hotuba hii nikakutana, Mungu aliniongoza nikakutana na maandishi kutoka Mhubiri 9:11. Naomba ninukuu. Nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Baada ya kusoma nilipata faraja kwamba haimaanishi kwamba mimi na wenzangu tulipewa hii kazi ni wa maana sana na tuna uwezo sana kuliko wanachama wenzetu. Ni kwamba katika kipindi hiki, wakati huu, bahati na wakati ulimpata Kitila na wajumbe wenzake. Ndugu mwenyekiti, tunakushukuru sana kwa heshima uliotupa. Mungu akubariki. Na nimalizie kuwashukuru sana wajumbe wenzangu wa kamati ndogo ya kamati kuu kwa ushirikiano walionipa katika kazi hii. Kwa kipekee kabisa nimshukuru sana ndugu yetu Stephen Masatu Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Sio tu kwamba alishiriki, tulianza naye akiwa mjumbe mwenzangu, katikati ya mchakato akachaguliwa na mkutano mkuu huu kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Sasa wewe imagine unakwenda kwenye kikao, wewe sio mjumbe wa NEC, sio mjumbe wa CC, ni mjumbe tu wa kamati ya sasa ya Ubungo. Unaingia pale unakutana na makamu mwenyekiti, unafanyaje? Lakini baba huyu nikataka kumpisha kwenye kiti, akasema hapana, wewe ndio mwenyekiti, kaa hapo, ongoza kikao. Alinipa wepesi kwa unyenyekevu ambao sijawahi kuona. Mungu ambariki sana makamu mwenyekiti wa kwetu kwa kazi aliyofanya. Na kwa sababu hiyo naomba tu niwataje wajumbe wengine. Nimeshamtaja Mheshimiwa Stephen Wasira. Tulikuwa na ndugu Amos Gabriel Makala CPA. Yeye ndio alikuwa mwenyekiti wa kamati ya ufundi. Kwenye kamati yangu alikuwa katibu wa kamati. Makala oye! Na yeye kwa kweli namshukuru sana, kwa sababu pamoja na kwamba ni bosi wangu kwenye chama, alinipa ushirikiano nikaweza kufanya kazi hii. Mungu akubariki sana CPA Makala. Tulikuwa na ndugu Rabia Abdalla Hamidu, mjumbe wa kamati kuu. Tulikuwa na ndugu Mohamed Abud Mohamed, mjumbe wa kamati kuu, mzee wangu, Mungu akubariki sana. Ndugu Leila Burahani Ngozi, ndugu Dr. Saada ndugu CPA Amos Gabriel Makala nimeshamtaja. Tulikuwa na Dr. John Jingu, alikuwa katibu wa kamati hii. Nadhani yupo hapa Dr. John Jingu. Ndio. Okay. Na wengine nimepewa maelekezo hapa nisiwataje. Lakini nashukuru sana wote. Tulikuwa na secretariat ambayo ilikuwa chini ya kiongozi wetu ndugu Salim Reja. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru tena. Na baada ya maelezo hayo, kwa heshima na taadhima, ninaomba kuwasilisha. Asante sana. CCM oyee! Tuna imani na Samia. CCM oyee!